ya waziri mkuu, ameenda kuzungumza na miongoni mwa wananchi waliojitokeza hapa, ambaye yeye aliomba msaada kwake na aliyemwaahidi kwamba nitakuja kuzungumza nawe, na picha inayokuonesha hapo ni jambo la ukarimu, unyenyekevu, amekijishusha kwa mwananchi huyo ambaye ameenda kuzungumza naye mheshimiwa waziri mkuu. Alimwahidi kwamba tutakuja kukusikiliza, na hatimaye baada ya kumaliza kuzungumza na wakazi katika eneo hili la Msanga, sasa mheshimiwa waziri mkuu yupo anazungumza naye kwa chati kabisa. Na huu umekuwa ni utamaduni vile vile wa waziri mkuu katika ziara zake zote ambazo amekuwa akiziendesha, kando na kuzungumza na wananchi kwenye mikutano ya hadhara na kuwapa nafasi ya kueleza yale ambayo yanawasibu, lakini kwa wale ambao wanaonekana kabisa wana uhitaji, amekuwa akienda kwao moja kwa moja, akiwasikiliza na akiwasaidia yale ambayo yamekuwa ndio ombi ambayo wamekuwa wakiwasilisha kwa mheshimiwa waziri mkuu. Na wapo ambao wamekuwa wakiomba viti mwendo, wamekuwa wakiomba vyombo vya usafiri kama pikipiki zenye matairi matatu maarufu zaidi kama bajaji, na kwa hapa ambacho kinaendelea pia ni ombi binafsi linalowasilishwa kwa mheshimiwa waziri mkuu, na ndio mazungumzo yanayoendelea hivi sasa. Bila shaka huyo ni ndugu yake na mwananchi huyu ambaye amejitokeza hapa akisaidiwa pengine kwenye namna nyepesi ya mawasiliano na mheshimiwa waziri mkuu. Ndivyo tunahitimisha matangazo haya kutoka hapa katika eneo hili la Msanga, kata ya Msanga, wilaya ya Chamwino, mkoani Dodoma, ikiwa ni mwendelezo wa ziara ambazo waziri mkuu amekuwa akizifanya katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa niaba ya timu nzima iliyokuletea matangazo haya, ninasema asante sana kwa kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa, ambapo ni wastani wa saa 4 hivi tangu tulipoanza matangazo haya mpaka hivi sasa yanapotia nanga. Tukutane wakati mwingine katika kituo kingine. Mimi ni Asher Thomas, kwa niaba ya timu nzima iliyokuletea matangazo haya tunasema asante sana hadi wakati huo mwingine. Amani endelee kusalia nawe.